Habari na karibu tena mwanafamilia wa saikolojia ya mapenzi. Mimi ni mwenyeji wako, Mufasa Kajuti. Katika ulimwengu wa sasa, neno nakupenda limekuwa rahisi sana kutamkwa. Limekuwa kama salamu ya kawaida. Lakini, unajuaje kama lile neno linalotoka kinywani mwake mpenzi wako linaambatana na uzito wa moyo wake? Unajuaje kama yuko na wewe kwa sababu ya kile ulicho nacho au yuko na wewe kwa sababu ya kile ulicho? Leo tutazama ndani kabisa. Nitakupa ishara 15 za kisaikolojia na kiuhalisia zinazothibitisha kuwa mpenzi wako anakupenda kwa dhati ya moyo wake. Hapa hakuna uigizaji, ni ukweli mtupu. Kaa nami mpaka mwisho, maana ishara ya 15 ndiyo kipimo kikuu cha dhahabu katika mapenzi ya kweli. 1. Anakupa kipaumbele, priority, hata akiwa na shughuli. Kila mtu yuko busy siku hizi. Lakini mtu anayekupenda kwa dhati atatafuta sekunde 30 za kukujulia hali hata kama yuko kwenye mkutano mkali. Mfano, sio mpenzi ambaye anakuambia nilikuwa busy kutwa nzima bila hata kukucheki. Mpenzi wa kweli atakuandikia hata meseji fupi. Mambo, niko kwenye foleni ya basi hapa Ubungo, nikifika nitakupigia. Maana yake, hata katikati ya kelo za Dar es Salaam, wewe bado uko akilini mwake. 2. Anakusikiliza kwa makini, active listening. Kusikiliza sio kusikia tu. Mpenzi wa dhati anakumbuka hata zile stori zako za kijinga. Mfano, ukimwambia kuhusu mgogoro wako na bosi wako kazini au jinsi ulivyopishana lugha na kondakta wa daladala, haishii kusema pole. Kesho yake atakuuliza, yule kondakta wa jana mlikutana tena? Hii inaonyesha kuwa moyo wake umeunganishwa na matukio yako ya kila siku. 3. Yuko tayari kujishusha na kuomba msamaha. Katika mapenzi ya dhati, ego au kiburi hakina nafasi. Mfano, tunajua wanaume wengi na hata wanawake wa hapa kwetu wana kiburi cha sorry ya nini, lakini mtu anayekupenda kweli, akiona umekasirika, atakuja na kusema, samahani mpenzi, sikujua kama hilo jambo litakuuma. Haangalii nani ana makosa, anaangalia amani ya mahusiano yenu. 4. Anajivunia wewe mbele ya watu wengine. Mapenzi ya dhati hayafichwe kama biashara ya magendo. Mfano, haishii kukuposti kwenye status siku yako ya kuzaliwa pekee. Anakutambulisha kwa marafiki zake wa karibu na hata nduguze. Ukiona mpenzi anakuita pacha wangu au rafiki yangu mbele ya watu wake muhimu, ujue anakuandaa kuwa sehemu ya maisha yake ya kudumu. 5. Anajali maendeleo yako, sio pesa yako. Mpenzi wa dhati atakuwa pushi yako ya kufanikiwa. Mfano, badala ya kukuuliza kila siku, unanitumia lini hela ya kusuka, atakuuliza, kile kiwanja ulichosema unataka kununua kule Chanika, umeshaanza kufanya mchakato? Anataka uwe na maendeleo kwa sababu anajua mafanikio yako ni mafanikio yake pia. 6. Anakuvumilia katika mapungufu yako. Sisi sote tuna upande wa giza. Labda una hasira za haraka au una tabia ya kusahau vitu. Mfano, mpenzi wa kweli hakuachi kisa umepata changamoto ya kifedha au kisa umepoteza kazi. Badala yake, anakaa na wewe pembeni, mnakula hata ugali wa chumvi, huku mkapanga mikakati ya kesho. Hakimbii dhoruba, anakaa na wewe kwenye mvua. 7. Anazungumzia sisi badala ya mimi. Sikiliza lugha yake anapopanga mipango ya baadaye. Mfano, ukimsikia anasema mwaka ujao tunatakiwa tuwe tumeshaanza ujenzi badala ya nitaanza ujenzi, ujue tayari ameshakuunganisha kwenye hatima yake. Wewe sio mpita njia kwake, wewe ni mwanachama wa kudumu. 8. Anakuamini, trust. Hakupekui simu kila saa wala kukuuliza maswali ya polisi. Mfano, hata ukichelewa kurudi kutoka kwenye michezo ya jioni na washikaji, anakuuliza kwa upendo, mbona umechelewa sana leo? Nilikuwa na wasiwasi na usalama wako. Anauliza kwa sababu anakujali, sio kwa sababu anahisi unamsaliti. 9. Anakulinda, protectiveness. Mwanamume anayekupenda atahakikisha uko salama, na mwanamke anayekupenda atalinda heshima yako. Mfano, mwanamke anayekupenda hawezi kukaa na mashosti zake kijiweni na kuanza kukusimanga au kusema udhaifu wako wa chumbani. Atakulinda hata kama haupo hapo. Atakutetea kwa nguvu zote. Hili anajali afya yako,
Hii inaonekana kwenye vitu vidogo. Mfano, ukikohoa kidogo tu, anakuuliza, umekunywa dawa? Hebu nikuchemshie mchaichai na tangawizi. Hiyo care ya Kitanzania ya kutaka upone haraka ni ishara ya upendo wa dhati. Hataki upate maumivu yoyote. 11. Anafurahi unapofurahi, sio muonezi. Kuna wapenzi ambao ukipata mafanikio, wao wanajisikia vibaya au kukuonea wivu. Mpenzi wa dhati atasherehekea mafanikio yako kama yake. Mfano, umepandishwa cheo kazini, yeye anakuwa wa kwanza kumpigia simu mama yake na kusema, "Mama, unajua mume wangu amepata cheo kipya." Furaha yake ni halisi, haina unafiki. 12. Anakupa uhuru wa kuwa wewe. Hakubadilishi uwe kama sanamu anayotaka yeye. Mfano, kama unapenda mpira au unapenda kwenda saloon kila Jumamosi, hakuuzii kero. Anakuruhusu uwe na maisha yako nje ya mahusiano, mradi tu hayavunji heshima ya penzi lenu. 13. Anajitoa, sacrifice. Upendo wa dhati ni gharama. Mfano, labda ana 10,000 yake ya mwisho ya kusuka, lakini anasikia wewe huna nauli ya kwenda kazini kesho, atasema, "Mpenzi, chukua hii hela, nitaenda kusuka mwezi ujao." Hiyo roho ya kutoa kile alichonacho kwa ajili yako ni kilele cha upendo. 14. Anakuonyesha udhaifu wake, vulnerability. Mtu anayekupenda kweli haogopi kukulilia au kukuambia hofu zake kuu. Mfano, mwanamume wa kileo anayeweza kukuambia, "Mke wangu, hapa kazini mambo magumu, sijui nitaishije," na kujiachia mikononi mwako, anakuonyesha kuwa wewe ndiye kimbilio lake pekee la amani. 15. Yuko na wewe hata wakati huonekani unavutia. Hii ndiyo ishara ya mwisho na muhimu kuliko zote. Mfano, mpenzi ambaye anakupenda ukiwa umependeza na suti yako au makeup yako, lakini bado anakuona mrembo au macho mtanashati hata ukiwa unaumwa hospitalini, ukiwa na jasho shambani au ukiwa umevaa tishati ya zamani nyumbani, anakupenda wewe, sio muonekano wako. Mapenzi ya dhati sio hadithi ya kusadikika, ni vitendo vya kila siku. Kama umewahi kupata mpenzi mwenye sifa hizi 15, mshike sana, usimwache. Ni lulu katikati ya mchanga. Lakini kama unaona kinyume chake, chukua muda wa kutafakari na kuzungumza naye. Mapenzi yanajengwa, hayaji yenyewe kama mvua. Je, mpenzi wako ana sifa ngapi kati ya hizi nilizotaja? Niandikie kwenye comment hapo chini, tuchambue pamoja mahusiano yako. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Saikolojia ya Mapenzi. Mimi ni mwenyeji wako, Mufasa. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane kwenye video ijayo. Kwa heri.